Swali letu ni lile moja ya kwamba ni kwa nini wadada wengi au wanawake wengi wako tayari kuvumilia umasikini wa nyumbani kwao lakini sio umasikini wa wenza wao. Na hapa niko na dada ataenda kutuelezea au kutoa maoni yake ni kwa nini wadada wengi wapo namna hiyo. Dada, unaitwa nani? Naitwa Zahara. Anaitwa Zahara. Okay, Zahara, unadhani ni kwa nini wadada wengi sasa huwa wanaweza kuvumilia umasikini wa nyumbani kwao lakini sio umasikini wa wenza wao? Kwa sababu unajua, sijui nikuelekezaje ili uelewe. Niambie tu. Si tukishaolewa, umeelewa na mwanaume, anatupa kila kitu, asubuhi, mchana, jioni. Leo from nowhere tu mwanaume anakuambia mimi sina kitu. Kwa hiyo cha kwanza mwanamke kwa lazima awaze, kwa sababu ashazoea ile hali. Japokuwa nyumbani kwake ashazoea, hata asubuhi asipokula sawa, lakini yupo kwa yani kashaolewa tena, yupo kwa nani? Kwa mume wake. Kuvumilia ile hali hatoweza. Kwa hiyo inajikuta pale siku ya kwanza atavumilia, siku ya pili atavumilia, akimkuta jirani yake au rafiki yake kavaa kapendeza, yeye apendezi. Kwa hiyo inajikuta sosho kubwa watu wanafanya nini? Wanabadilika kutokana na uchumi wa mwanaume kifanya nini? Ukishuka. Na ila mimi nachoomba kwamba ukishaingia kwenye ndoa, kama uko kweli kwenye ndoa, ukishamuona mume wako uchumi umefanya nini? Umeyumba, ni bora ufanye njia yoyote ili umsaidie nani? Mumeo, ili usiondoke kwenye hiyo ndoa. Kwa sababu leo hii utamwacha mwanaume huyu, kesho utampata mwanaume mwingine. Mwanaume mwingine utampata na hivyo hivyo. Yeye sio Mungu, ni mtoaji, ni Mungu wa riziki. Leo atapata, kesho atakosa. Kwa hiyo mimi nashauri kama mama, maana mimi sio mama, ni mdada, leo kwenye ndoa, wavumiliane. Kama kilichopungua kwa mwanaume, ombe tu kama msaada. Sio ndugu wanatoa misaada, wanajenga hivi na hivi na hivi. Lakini tukisema kila mwanaume tu akiwa amefilisika tunamkimbia, kwa sababu wanaume wanaumbwa na Mungu na kipato kinatoka na nani? Na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tutaachika kila sehemu, tutakuwa kila mwanamke, yani mwanamke ambaye anaachika kila mwanaume, kisa tafuta riziki. Kwa hiyo riziki ni mtoaji Mwenyezi Mungu. Kishafunga naye ndoa mwanaume, na Mungu anajua ile ndoa imemfikia yeye, anajua wawili wamefanya nini, wamefunga ndoa. Kwa hiyo kuna uwepesi sana Mungu kutoa nini? Riziki. Cha ushauri kwamba kama ni Muislamu, kama ni Mkristo, fanya ibada, Mungu anatoa riziki. Ni baadhi tu ya maoni.